hapa Iringa mjini, hapa Iringa mjini ya kwenu, kulikuwa na mitaa 126 2014. Kwenye uchaguzi huo, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua wenye viti wa mitaa wa Chadema 54 kati ya hawa 126. Asilimia 43 ya wenye viti wote wa mitaa wa Iringa mjini walikuwa wa Chadema. Miaka 11 iliyopita, mwaka jana mmechagua 0. Ilikuwaje? Nitarudi kwenye hiyo, lakini tujue tu kwamba 2014 tulichagua wenye viti wa mitaa 54. 2024, miaka 10 baadaye, tumepata 0. Hamna hata mmoja wa dawa. Miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini, Iringa mjini ina kata 18. Kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua madiwani 14 wa Chadema katika kata 18. CCM mliwaachia wa madiwani 4 tu. Asilimia 78 ya madiwani wote wa halmashauri ya manispaa ya Iringa walikuwa wa Chadema miaka 10 iliyopita. Leo ni 0. Leo ni nini? 0. Mnanipata? 2010 na 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua mbunge wa Chadema, au nakosea? Mlichagua mbunge wa Chadema. Kuanzia 2020, 0. Sasa tuzungumze, kumetokea nini iliyosababisha hizi 0? Hizi 0 zimetokana na nini? Iko hivi ndugu zangu. Ndio maana tunazungumza habari ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Iko hivi, mfumo wetu wa uchaguzi na vyombo vya uchaguzi vyote ni vya CCM. Sheria zetu za uchaguzi na katiba yetu kwenye masuala yanayohusu uchaguzi, katiba ya nchi kwenye masuala ya uchaguzi na sheria zetu za uchaguzi ni za CCM, zinapendelea CCM. Tunaelewana? Sasa tunapozungumza vyombo vinavyosimamia uchaguzi, tuna maana gani? Tume ya kwanza, tume ya uchaguzi, hiyo wanayoita sasa hivi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, haina uhuru wowote. Tume ya uchaguzi ni tume ya rais, na kwa sababu ni tume ya rais, ni tume ya CCM, kwa sababu rais wetu siku zote amekuwa mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa tume ni mteule wa rais, ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Makamu wake ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wengine wote wa tume ni wateule wa rais, na kwa hiyo ni wateule wa mwenyekiti wa CCM. Mtendaji mkuu wa tume
Yule anayeitwa mkurugenzi wa uchaguzi ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Hiyo ni tume. Chini ya tume kuna hao wanaosimamia uchaguzi kwenye majimbo na kwenye kata na kwenye vijiji, nao wote ni watu wa CCM. Mkurugenzi, sheria inasema afisa mwandamizi wa halmashauri za serikali za mitaa ndiye atakayesimamia uchaguzi. Afisa mwandamizi ni mkurugenzi au bwana mipango au watu wengine wa halmashauri. Wote wanateuliwa na rais, na kwa hiyo ni wateule wa CCM. Chini yao kwenye kata wanaosimamia madiwani, watendaji wa kata, waratibu wa elimu wa kata na watu wa aina hiyo ni wateule